Tanzania, tunakukaribisha katika semina ya neno la Mungu ambayo itafanyika katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, katika kijiji kinachoitwa Mlamleni, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakukaribisha katika semina hii ya neno la Mungu ambalo tutajifunza maneno ya Mungu mbalimbali na tutaruhusu maswali. Watu wa dini zote wanakaribishwa na wanaruhusiwa kuja kuuliza maswali. Moja ya masomo ambayo yanalengwa kufundishwa siku hiyo itakuwa uungu wa Yesu. Kumekuwako na maswali kadha wa kadha, na wewe Mkristo, Muislamu, Buddha, Shinto, Confucianism, Taoism na watu wote ambao wako kwenye imani mbalimbali wakiwa na utata wa uungu wa Yesu wanakaribishwa au mnakaribishwa sana kuja kusikiliza, lakini vile vile kuuliza maswali ambayo yanawatatiza kuhusiana na habari ya uungu wa Yesu. Sio tu, lakini tutazungumza kwa kina juu ya maisha ambayo yanakuja hapa yanakuja baada ya kifo, na tutajifunza nani hasa kiongozi wa kufuatwa ambaye anaweza kukufikisha katika hatima maisha yako. Duniani kuna viongozi wengi, viongozi wa dini wengi. Kuna Buddha, kuna Shinto, kuna Muhammad, kuna Yesu Kristo na wengine wengi. Ni nani hasa kiongozi wa kufuatwa ambaye anafaa kufuatwa, na hatima ya maisha yako kwa kumfuata kiongozi huyo itakuwa ni maisha ya raha milele na milele? Ni vizuri tuchunguze mambo haya, ni vizuri tuchimbe mambo haya ili kuweza kujua nani hasa anayestahili kufuatwa, ili safari ya kwako kutoka hapa duniani kwenda katika ulimwengu mwingine, kwenda katika maisha mengine baada ya kifo, isije ikawa na majuto. Mkutano huo tunatarajia utabeba siku kati ya 14 mpaka 21. Kwa sababu hiyo tunakukaribisha tarehe 8 tutakuwa tunaanza, na tutakuwa live kupitia Calvin Stefano Nicodemus, lakini vile vile tutakuwa live kupitia channel ya ndugu Moffat. Zote hizi ni YouTube channels na ziko channels nyingine ambazo tunaweza kuwa nazo mahali hapo. Tunawakaribisha watu wote wa imani zozote, Waislamu kuja kuuliza maswali, Buddha kuja kuuliza maswali, wa Pentecoste kuja kuuliza maswali, wa Katoliki kuja kuuliza maswali, na yeyote yule ambaye haamini katika Kristo, haamini katika Biblia, unaruhusiwa kuja kuuliza maswali. Hata kama unaamini kwamba una uwezo kuja kufundisha, tutakupa ruhusa utoe argument zako, utoe ukakasi wako kuhusiana na kile ambacho tunajifunza, na inawezekana tukawa tumepotea. Tutakuwa tuko tayari kukufuata wewe katika imani utakayotuelekeza kwa mujibu wa ushahidi wa vitabu utakavyotuonesha. Kwa sababu hiyo tunakukaribisha sana. Sio hilo tu, lakini katika mkutano huo tumeelekezwa na Roho Mtakatifu kutoa sadaka, kutoa zawadi kwa wajane wa dini zote, bila kujali kwamba ni Mkristo, umeokoka, hujaokoka, mpagani, Muislamu, Mkristo. Tutatoa zawadi kwa wajane. Sisemi mayatima, yatima tukielekezwa. Yeye tukielekezwa ni wakati mwingine. Wajane tutatoa zawadi mbalimbali, ikiwemo nguo, vitenge na kadhalika, kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyo tujalia. Kwa hiyo tunakaribisha wajane, tunakaribisha watu wa dini zote, lakini sio hilo tu, tunakaribisha wagonjwa wa namna zote ambao wameshindikana. Tutajifunza miongoni mwa masomo, moja ya somo itakuwa ni uweza wa Yesu Kristo. Tutaona Yesu ni nani hasa. Ni katika uweza huo ndio tutajua waziwazi kwamba Yesu Kristo ni Mungu, tena sio tu ni Mungu, ni Mungu mkuu. Ndio maana tunakaribisha watu ambao wana utata waje kuuliza maswali yao. Kwa hiyo tunakukaribisha. Tutakuwa na maombezi, watu wenye vimbe, kansa, kisukari, ukimwi, upofu, uziwi, ububu, ulema. Yesu Kristo atawafungua wote kwa jina la Yesu Kristo.